Mwanamichezo, karibu sana na tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia Ava TV kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina hilo la Ava TV, lakini pia YouTube kwa jina hilo la Ava TV, na kuendelea kusalia nasi kwa ajili ya kufuatilia matukio na habari mbalimbali ambazo zinatokea kila wakati za ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka jana tu tumetoka kushuhudia ufunguzi wa mashindano ya kombe la dunia ama fainali za kombe la dunia kwa mwaka 2026. Mengi ambayo yalijiri kule, na tuko hapa hii leo kwa ajili ya kukujuza kila ambacho kiliendelea na kila ambacho kwa kinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na finali hizo ama kwenye ufunguzi wa finali hizo. Kumbuka kulikuwepo na mchezo ambao ulichezeka pia kwenye finali hizo, ambapo uliwakutanisha wenyeji Mexico dhidi ya South Africa. Mambo gani hayo ambayo yalitokea kwenye mchezo huo? Karibu sana, ungane nami kwa ajili ya kukujuza kila ambacho kilikuwa kinaendelea. Naitwa Memorasa, nyuma ya kamera ni Wilvin Trend. Lakini baada ya kushuhudia bana jana ufunguzi wa tunasema kabisa ni international wa finali za kombe la dunia nchini Mexico, ambako ulibamba sana na kupendeza kwa wenyeji wa mchezo huo ambao walikuwa ni Mexico, wakivalia jezi za taifa lao. Hapa anamaanisha kwamba yani ukitazama uwanja ambao ulikuwa unachezwa mchezo wa ufunguzi kwenye mashindano ya kombe la dunia ulikuwa ni kijani ukiangalia na nyeupe kwa mbali, lakini South Africa na wenyewe hawakuwa kinyonge, na wao walikuwa kwa mashabiki wao ambao walikuwa kule walikuwa wamevalia jezi za taifa lao. Kumbuka tu michuano hii itakuwa na mechi 104 ndani ya mataifa ndani ya mechi 48 ambapo awali kulikuwa na mechi ama michezo 32 ambapo kwa mwaka huu imeongezeka. Sasa kwenye ufunguzi huo uliambatana na mechi ya ufunguzi kati ya Mexico ambao ni wenyeji dhidi ya South Africa, ambapo tulishuhudia bonge moja la mechi lenye matukio makubwa, ikiwemo matukio ya red card 3 ndani ya mchezo mmoja, ambapo 2 zilitoka kwenye timu ya South Africa na 1 ikitokea kule Mexico. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo unaweza ukaona ni namna gani mchezo ambavyo ulikuwa, lakini matukio makubwa kwa South Africa ama majonzi makubwa ilikuwa kwa timu ya South Africa, ambao wao walipoteza mchezo kwenye mchezo wao wa kwanza kabisa kwenye kundi A ambalo walikuwa wanashiriki wao, ambapo walicheza dhidi ya Mexico. Sasa baada ya huo mchezo kuisha, kila mmoja alishuhudia chama lake na kila mmoja alikuwa anafurahia, lakini wengine pia walikuwa wanalia kutokana na kila ambacho kilikuwa kinaendelea ama kutokana na matokeo ambayo yalitokea kwenye huo mchezo. Imagine mchezo wa kwanza alafu zinapatikana kadi 3 nyekundu kwenye huo mchezo. Wengi walitazama kama kuna namna gani fulani hivi, yani picha la timu kutoka Afrika linakwenda kufifia kutokana na namna ambavyo Afrika walianza kwenye mchezo wa hapo jana. Ubao unasoma 2-0. South Africa yuko nyuma ya magoli mawili mbele ya Mexico. Just imagine watu wametoka mbali kuja kwa ajili ya kushuhudia, lakini unashuhudia timu yako ikipoteza magoli mawili. Lakini kuna mashabiki wengi ambao walikuwa wanafuatilia. Wengine walikuwa hapa Tanzania lakini walikuwa na support South Africa, lakini wengine walikuwa hapa Tanzania walikuwa wanaifuatilia Mexico. Kila mmoja baada ya kuona matokeo hayo, kila mmoja alikuwa anakimbia upande wake. Wengi wakahamia Mexico kutokana na matokeo ambayo South Africa aliyapata. Lakini nikuambie tu kwamba huu ni mwanzo kati ya mechi ambazo zipo nyingi kweli kweli ambazo tunakwenda kuzishuhudia kwenye michuano hii mpaka tukafika kwenye hatua ya finali. Bila shaka tutaona mengi, na watu wengi ninaamini kwamba watakimbia mataifa yao. Watu wameshachagua timu zao, lakini kwa namna ambavyo tunakwenda sasa hivi watu watakimbia timu zao. Sasa ngoja nikusomea baadhi ya wachambuzi ambao walichoandika baada ya mchezo huo kuisha. Nini ambacho wachambuzi walikizungumza baada ya mchezo huo kuisha na matukio ambayo yalikuwa yanatokea kwenye mchezo huo? Nikianza na Oscar Jayala, anasema kwamba FIFA World Cup 2022 pale nchini Qatar kulikuwa na kadi nyekundu 4 tu mashindano yote, ila this time mechi ya kwanza tu tumeshuhudia kadi 3 nyekundu. Kiufupi, Amapiano Boys wamecheza utadhani wao wapo kwenye robo finali ya CAF Champions League. Hiki sio kiwango cha kombe la dunia.
Hii ni comment ya Oscar akiwazungumzia Bafana South Africa, anazungumzia kutokana na performance ambao wameionyesha kwenye mchezo wa jana, kwamba hawakucheza kikombe la dunia, wamecheza kama wanacheza Champions League. Sawa, hayo ni maoni yake. Lakini kwa upande wa Farhan Kiham, yeye anasema mwamuzi kutoka Brazil kanyanyua umeme mara 3, yani 1 kwa 1 bila kuokota njano. South ndio sehemu moja wapo ambayo daraja la juu kwa mchezaji wa Afrika anaocheza ndani ya huo wanaocheza ndani, ila huko duniani watapeta sana. Vipi, bado wana Afrika Mashariki mna ndoto ya World Cup? Anauliza hapo. Vipi Waafrika kwa mwaka huu mna ndoto ya World Cup? Watu wengi wameshusha komenti zao wakizungumza kwa upande wao, ni kweli wana ndoto au hawana? Sawa, hayo ni maoni yake. Lakini mzee wa Jambia naye ametoa maoni yake. Wilson Huruma anasema Wilton Sampaio ambaye kutokea Brazil, huyu ni refaria ambaye alichezesha mchezo huo, mbona kama alikuwa na mkeka wa kadi nyekundu 3 mechi ya ufunguzi yao. Mechi ya ufunguzi akaweka emoji za kucheka. Lakini sina shida na kadi ambazo zimetolewa kwa Sitore, lakini pia Zwane. Tabu yangu ipo kwenye kadi ya Montes, sijaelewa mpaka muda huu. Naona kama bado kulikuwa na cover ya kutosha. South Africa kwenye hii mechi uoga tu umepoteza. Mechi ilikuwa kubwa zaidi kuliko kucheza mechi ya ufunguzi. Wamepata walichokuwa wanakifikiria kabla ya mechi. Football ni mchezo wa kisaikolojia pia. Yes, hayo ni maoni ya nani? Ya mzee wa Jambia kwa upande wake kuhusiana baada ya mchezo huo kumalizika hapo jana. Lakini leo alfajiri pia tumetoka kushuhudia mchezo mwingine ambao ni mchezo wa pili ambao ulikuwa unakutanisha Czechia pamoja na South Korea. Mchezo ambao umepigwa hii leo na mchezo kumalizika kwa South Korea kushinda goli 2-1, na hivyo msimamo kwa sasa kupelekea kuwa Mexico akiwa anaongoza kwa pointi 3 akifuatiwa na South Korea pointi 3, lakini Czechia wao walipoteza, hawana pointi. Lakini pia mkiani yupo South Africa ambaye na yeye alipoteza mbele ya Mexico hapo jana. Mechi zinaendelea kwa wingi, lakini nini maoni yako kwenye mchezo wa leo pia ama kwenye michezo ambayo imesalia? Tutegemee kuona nini makubwa ama surprises za namna gani kwenye michuano hii ya kombe la dunia? Weka komenti yako hapo chini kupitia Ava TV, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kila ambacho kinaendelea kwenye michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu.